Mambo vipi? Leo nataka nikuoneshe kwamba kuna mahusiano gani kati ya mradi wa kuku na mradi wa bustani. Wacha tuweze kuangalia. Kwa kawaida ukishakuwa na bustani utakuwa unapata mboga za aina mbili. Mboga ya aina ya kwanza ni ile mboga ambayo tunafahamu wote, mboga ambayo itafaa kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Lakini mboga ya aina ya pili ni ile mboga ambayo haitafaa kwa ajili ya matumizi na labda itakuwa imeharibika, lakini pia inawezekana ile mboga inatakiwa ufanye kuchipushia. Kwa mfano kama ile bag langu, mboga zikiwa zimejazana hivi inabidi zipunguziwe. Kwa maana yake ni kwamba hii ni mboga ambayo naweza kwenda kutumia, lakini ile mboga ambayo haitafaa maana yake inatakiwa nitupe. Sasa badala ya kutupa nitapatia kuku. Labda kwa mfano, ukija hapa katika hii bustani yangu, hii ni bustani ambayo inakuwa, lakini naweza nikaangalia kwamba kuna mboga zimesongamana, nikaanza kufanya kuzichuma ili kuweza kuifanya hii mboga iendelee kuwa bora zaidi. Kiangalia kwa mfano kama hizi hazitafaa kula. Sasa hizi ni mboga ambazo naweza nikazipeleka katika mradi wangu wa kuku. Sasa ambacho nafanya, ninaweza kumbe nikalisha kuku wangu mboga zangu. Naweza nikatumia mboga lakini pia nikaenda kutumia kama chakula. Na hii ni mboga ambayo kama unaweza kuona, hii ni mboga ambayo haitafaa kwa ajili ya kula, lakini inaweza ikafaa kwa ajili ya matumizi ya kuku. Sasa nafanya nini? Ili kuweza kurahisisha kuku waweze kutumia mboga yote pamoja na chakula ambacho nakwenda kuwachanganyia, ninachokifanya nitazikatakata katika vipande vidogo ili niweze kuzipunguza. Kwa nitazikatakata. Nishakata mboga yangu na nimeshajua kuku wangu wanakula kiasi gani, basi kitakachofuata nitaweza kuchanganya. Na sababu ya kuchanganya ni kuhakikisha kwamba kuku wanakula mboga vizuri. Nitachanganya ili kuku wasichague kati ya mboga pamoja na chakula. Na hii inasaidia kitu gani? Inasaidia kuku wanapata madini ambayo yanapatikana kwenye mboga, wanapata vitamini yanapatikana kwenye mboga. Kwa hiyo kama unavyojua vitamini na madini zinasaidia kinga ya mwili inakuwa vizuri. Kuku anakuwa strong. Haya, tayari nimeshapata chakula changu ambacho nimetoa bustanini. Wacha nikampatie kuku. Haya, kuku watanipokea au hawatanipokea? Wacha tuone. Kuku wamenipokea. Wamepokea kwa bashasha. Kuku wamepokea kwa bashasha. Nafikiri unaweza kuona kumbe bustani na kuku zinaweza kukaa mahali pamoja. Na hao kuku wanatupatia mbolea. Kama unaweza kuona, hii ni mbolea ambayo kuku wanatupatia. Bado haijaiva, kisha iva tutatoa na baada hapo tutaipeleka shambani. Tukipeleka shambani tutapata mboga, tutakula wenyewe, lakini mwisho wa siku kuku tutawapatia na wanatupatia mayai ya kili cha njano. Hawa wanaweza kutumia mboga, lakini ngoja kuonesha changamoto yake ndogo moja. Ukiwapatia chakula chenye mboga, wanachukua hii mboga wanaenda kula ndani. Sasa kosa lake ni nini? Kosa lake ni kwamba wataenda kuchanganya na kinyesi huko ndani na inaweza kuleta madhara. Kwa hawa hatumii mara nyingi mboga kwa sababu hiyo. Lakini wakishaongezeka kidogo, wakiwa na uwezo wa kutulia na kula hapa au vinginevyo unaweza kuikatakata kidogo vikawa vidogo kiasi ambacho hawawezi kwenda kuichezea. Kwa ufupi ni kwamba ungependa na wewe kuanzisha mradi wa bustani na mradi wa kuku katika eneo lako dogo. Kama uko tayari, tuna utaratibu maalum kabisa ambao unaweza kukusaidia. Haya, tukutakia wakati mzuri. Tumia mawasiliano ambayo yanapatikana katika skrini yako kupata mwongozo zaidi, na wewe unaweza kuanzisha mradi wa bustani na kuku katika eneo lako dogo.